अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। आज मैंने ya leo nimechagua matukio ya masahaba wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Katika matukio haya masahaba hawa wameeleza shauku yao na hali ya imani yao ya kumuona Sayyidina alayhi salatu wasalam, na kwa sababu ya shauku hii walikuwa wakimzuru Sayyidina alayhi salatu wasalam mara kwa mara, na walikuwa na shauku sana ya kumuona Sayyidina alayhi salatu wasalam. Hazrat Mia Muhammad Zahuruddin Saheb radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia kwamba siku moja nilikuwa nimekaa na moyoni mwangu nikapata shauku ya kwenda Qadian. Nikamwambia bana Sirajuddin Saheb kwamba mimi nina nia ya kwenda Qadian, na wakati huo nilikuwa sina nauli ya kwenda kule Qadian. Bana Sirajuddin Saheb akanipatia rupia moja na akasema, sasa hivi ninayo rupia hii moja tu, pengine ningekupatia zaidi. Kisha nikamwambia Kazi Manzur Saheb kwamba mimi nataka kwenda Qadian. Kazi Saheb akasema kwamba mimi pia nitaenda. Kesho yake asubuhi mimi na yeye tukaenda Qadian. Kutoka Batala mpaka Qadian tukaenda kwa miguu, na tukafika wakati wa sala ya dhuhuri tukamuona Sayyidina alayhi salatu wasalam, na kwa kumuona Sayyidina alayhi salatu wasalam moyo ukapata utulivu, alhamdulillah ala zalik. Wanasema wakati wa Sayyidina alayhi salatu wasalam ilikuwa wakati ya aina hii kwamba baada ya kufika kule Qadian tulikuwa hatufikirii kuhusu nyuma na kuhusu familia. Tulipofika huko Qadian tulikuta kule kwamba baba wa mke wangu Kazi Zainul Abidin pia alikuwa ameshafika kule Qadian, aliwahi kufika kule. Baada ya kumuona tulikuwa na furaha sana ya kumuona Sayyidina alayhi salatu wasalam, na tulikaa siku 4 au 5 kule Qadian. Mwenyezi Mungu alitujalia na alitupatia baraka hii kwamba tuliswali swala pamoja na Sayyidina alayhi salatu wasalam. Hii ilikuwa fadhili ya Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu alitupatia Sayyidina alayhi salatu wasalam katika zama hii yenye baraka, alhamdulillah ala zalik. Kisha Haji Muhammad Musa Saheb radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia kwamba wakati wa Sayyidina alayhi salatu wasalam nilikuwa na desturi hii kwamba katika stesheni ya Nia nilikuwa nikiweka baiskeli yangu kwa mtu fulani kule, na baiskeli ile yangu ilikuwa na tairi ngumu, ilikuwa haihitaji upepo,
na kutoka Lahore mpaka Batala nilikuwa nikienda kwa gari, na kutoka Batala nilikuwa nikienda Qadian kwa kutumia baiskeli, na baada ya kusali swala ya Ijumaa nilikuwa nikirudi tena Batala na baiskeli, tena nilikuwa nikipanda gari na nilikuwa nikirudi Lahore, na nilikuwa nikifanya hivi kila Ijumaa. Yani kutoka Lahore alikuwa akienda kusali Ijumaa kule Qadian, na maili 22 alikuwa akifanya kwa kutumia baiskeli. Dr. Ghulam Ghaus radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba mimi mwanzoni Februari 1901 nilipokuja Qadian nilifanya bayeti kwa mkono wa Sayyidina Alayhi salatu wasalam, na kabla ya hii niliwahi kufanya bayet kwa kuandika barua mwaka 1900. Nikamuuliza Maulwi Abdul Karim Sahib kwamba utuambie wazifa ya jumuiya yetu, yani dua maalum ya jumuiya yetu. Akasema kwamba wazifa ya jumuiya yetu ni kwamba uje Qadian mara kwa mara. Kwa hiyo nikafikiria kwamba nijenge nyumba Qadian ili watoto wakae hapa Qadian, na wakati wote nikipata likizo nije hapa Qadian na nikae pamoja na watoto wangu. Ni wakati wote nafasi ikipatikana basi nije Qadian na nikae hapa. Kwa hiyo baada ya kurudi kule Afrika Mashariki nilipokuwa nikifanya kazi, nilimtumia 600 kwa Maulwi Abdul Karim Sahib kwamba nijengewe nyumba kule Qadian. Baada ya muda fulani niliporudi Qadian, Maulwi Sahib akanirudishia hela na akaomba radhi kwamba sikupata nafasi ya kujenga nyumba. Maulwi Abdul Karim Sahib alikuwa akiishi katika nyumba gorofa ya Sayyidina Alayhi salatu wasalam, na Maulwi Sahib akasema kwamba hii nyumba yote unayoona, nyumba kubwa kubwa ya Mabaniani, hii ni ya jumuiya. Hasusan aliashiria nyumba ya dipti fulani ambapo siku hizi tuna ofisi zetu. Aliashiria kwamba nyumba hii pia itakuwa ya jumuiya. Maulwi Abdul Karim Sahib sawa na imani yake alisema maneno haya, na Mwenyezi Mungu alitimiza, na mambo na nyumba zote zilikuwa za jumuiya. Na kwa sababu ya baraka ya Sayyidina Alayhi wasallam, Maulwi Sahib alikuwa na imani na yakini kiasi hiki kwamba hii yote itakuwa ya jumuiya katika siku za usoni, na hivyo ndivyo ilivyotokea. Mwenyezi Mungu alifanya hivyo. Hadhrat Maulwi Zuhuruddin Sahib radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba siku moja nikapata wazo moyoni mwangu kwamba ikiwa kweli Mirza Sahib ni mtu mwema na ikiwa hatukumpokea basi hali yetu itakuwaje. Siku moja nilimwambia Munshi Abdul Ghaffur Sahib aliyekuwa kazani yangu kwamba kesho asubuhi au jioni nitaenda Qadian. Tukio hili ni kabla ya kujiunga na jumuiya. Akasema usimwambie mtu yeyote, mimi pia nitaenda pamoja nawe. Kwa kusikia hii mimi nilifurahi. Kwa hiyo sisi sote wawili kesho asubuhi tukaelekea Qadian. Labda ilikuwa wakati wa mavuno ya ngano. Tulipofika stesheni tulikuwa karibu kupanda gari ya farasi, na mtu mmoja alikuwa amekaa katika gari ya farasi na alikuwa Mianura Masahib. Tulifika Qadian wakati wa dhuhuri. Baada ya kutawadha tulifika msikiti wa Mubarak, na wakati huo msikiti wa Mubarak ulikuwa mdogo sana, na kule msikitini watu 5-6 walikuwa msikitini pale, na mimi niliwachunguza wale wote ili nimtafute Sayyidina Alayhi salatu wasalam, lakini sikumpata mtu yeyote ambaye nilikuwa nategemea nitampata kule. Yani alikuwa anataka kumuona Sayyidina Alayhi salatu wasalam, alitafuta miongoni mwa wale walikuwa pale msikitini, labda Sayyidina Alayhi salatu wasalam yuko pale. Anasema baada ya dakika 10 au 15 halifa mtukufu wa kwanza akaja, akasimama mlangoni karibu na ngazi. Nikakumuona yeye, nikasimama mara moja, na nikafikiria moyoni mwangu kwamba ikiwa kuna mtu anaweza kuwa Imam Mahdi basi ni huyo. Sina halifa mtukufu wa kwanza akasema kwamba ukae, tafadhali ukae.
hazrat saheb yani sinam alah salam anakuja sasa hivi, yani yeye alishajua kwamba mimi naona kwamba yeye ni sinam alah salam. Kwa hiyo akasema ukae, sinam alah salam anakuja. Na nikakaa na nikaanza kufikiria moyoni mwangu kwamba atakayekuja sasa hivi basi atakuwa na nuru zaidi kuliko halifa wa kwanza. Baada ya dakika 5-6 ilitangazwa kwamba sinam alah salam anakuja. Baada ya dakika 2-3 katika dirisha la msikiti wa Mubarak sinam alah salam akaingia msikitini. Basi kwa kumuona yeye hali ilikuwa ya aina hii kwamba kama jua limechomoza na nuru imeenea kila mahali, na nilipata nuru ya sayyidina alah salam zaidi kuliko niliyofikiria moyoni mwangu. Baada ya kuja kwa sayyidina alah salatu wassalam, watu wote wakasimama kwa sababu ya heshima. Kwa kumuona uso wake yenye nuru, moyo ukapata yakini kwamba yeye ni sayyidina alah salatu wassalam, Ahmadi alah salatu wassalam. Sheikh Abdul Karim Saheb anasema kwamba mwaka 1903 hakim kwa kupitia hakim Ahmad Hussain Saheb Lalpuri nilijiunga na jumuiya. Hakim Saheb alikuwa mwenyeji wa Lahore, lakini alikuwa akifanya kazi huko Lalpur na alifariki kule, ndiyo maana yeye anaitwa Lalpuri. Yeye alikuja Karachi kwa ajili ya biashara yake, na kwa sababu ya mahubiri yake nilijiunga na jumuiya mwaka 1904 nilipokwenda mji wa Lahore, na nilikaa nyumbani kwake. Nilipokwenda kwa ajili ya kusali swala ya Ijumaa katika msikiti wa Gumti, ilitangazwa kule kwamba sayyidina alah salatu wasalam atakuja hivi karibuni na atatoa hutuba. Kwa kusikia tangazo hili, mimi pia nilikaa kule. sayyidina alah salatu wasalam alipokuja kule, Mirajuddin Saheb nyumba yake ilikuwa inajengwa na sehemu fulani ilikuwa imeshajengwa. sayyidina alah salatu wasalam akapenda kuishi katika nyumba ile, na sayyidina alah salatu wasalam aliswali Ijumaa kule, na Mwalimu Abdul Karim Saheb alitoa hutuba ya Ijumaa na aliongoza sala pia ya Ijumaa. Mwalimu Abdul Karim Saheb, mimi nilikuwa natembea hapa na pale ili niweze kukutana na sayyidina alah salatu wasalam. Katika hali hii Dr. Yakub Saheb akashika mkono wangu na akanisimamisha katika safu ya kwanza pamoja na sayyidina alah salatu wasalam. Nilipokaa kwa ajili ya kusoma attahiyatu lillahi kwa kufikiria dhambi zangu na kwa kufikiria hali hii kwamba bega yangu inakutana na bega ya sayyidina alah salatu wasalam, kwa kufikiria hii mimi nikaanza kulia sana. sayyidina alah salatu wasalam akaweka mkono wake juu ya bega langu na alifanya Huzur anasema sayyidina alah salatu wasalam alifanya hivi baada ya kumaliza swala. Na anasema sayyidina alah salatu wasalam aliporudi Kadian, mimi pia nilienda pamoja naye, na tulipofika Kadian mara tukaenda Gurdaspur kwa ajili ya kesi fulani. Mimi pia nilienda, na baada ya sala ya alasiri sayyidina alah salatu wasalam alisema kwamba watu wanasema tumeshamuona sayyidina alah salatu wasalam na tumeshafanya bayat, basi hii inatosha kwa ajili yetu. Yani watu wanaona kwamba basi tumefanya bayat, basi hii inatosha kwa ajili yetu, haina haja kufanya kitu kingine. sayyidina alah salatu wasalam alisema kitu cha kiini au kitu asili ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sisi tulikuja kwa ajili ya kuonyesha njia na tumeshaonyesha njia. Basi mtu anatakiwa afanye ibada na aombe msaada wa Mwenyezi Mungu, na kwa ajili hii anatakiwa afanye juhudi sana. Jambo hili linapandisha daraja ya mwanadamu na linatimiza lengo la kujiunga na sayyidina alah salatu wasalam. Pia Hazrat Saheb Din Saheb anasema kwamba labda mwaka 1904 sayyidina Ahmad alah salatu wasalam ilipata taarifa ya jumuiya ya Lahore kwamba sayyidina alah salatu wasalam anakuja Kadian. Kwa hiyo anakuja Lahore, kwa hiyo tulienda stesheni, na wakati huo ilikuwa desturi ya kutumia gari ya farasi.
sainam alah salatu wassalam alipopanda gari ile ya farasi, sisi tulikuwa vijana, na hazur anasema hii ilikuwa hali ya imani ya hawa maswahaba wa sainam alah salatu wassalam. Anasema sisi tukataka kuvuta ile gari ya farasi sisi wenyewe, na tuliweka farasi kando na tulitaka kuvuta gari ya ile farasi. sainam alah salatu wassalam akasema kwamba sisi tumekuja kuwafanya wanadamu kuwa watumishi wa Mwenyezi Mungu, hatukuja kwa ajili ya kuwafanya wanadamu wawe wanyama kwa ajili ya kuvuta gari. Kwa hivyo kwa kutii sainam alah salatu wassalam tukaweka tena farasi kwenye gari na tukaenda Lahore, na mimi nikashika mavuli na niliweka juu ya sainam alah salatu wassalam. Mimi nina fahari kwamba nilipata kazi hii na baraka hii ya kumhudumia sainam alah salatu wassalam. Hadrat Chaudhry Ghulam Rasul Sahib Asra anasema kwamba Desemba mwaka 1907 wakati wa mkutano wa mwaka jioni, taarifa ilikuja kwamba asubuhi sainam alah salatu wassalam ataenda kwa ajili ya matembezi. Wakati huo ilikuwa desturi kwamba watu walipokuwa wakijumuika sana, watu wengine walikuwa wakishika mikono kwa ajili ya ulinzi. Hazur anasema labda niliwahi kueleza tukio hili, lakini naeleza tena kwa sababu ya kueleza shauku ya masahaba wa sainam alah salatu wassalam na hali ya imani yao inaonekana katika tukio hili. Kwa hiyo anasema kwamba watu walipokuwa wakijumuika sana, wanajumuia walikuwa wakishika mikono na walikuwa wakitembea pamoja na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam katika sura ya duara kwa ajili ya kumlinda ili watu wasisukumane. Nikashauriana na wenzangu Maulvi Ghulam Muhammad Gondal, Chaudhry Mia Khan Sahib Gondal na Chaudhry Muhammad Khan Sahib Gondal, na tulishauriana kwamba Mwenyezi Mungu akituwezesha, asubuhi Sayyidina alayhi salatu wasallam atakapotoka kwa ajili ya matembezi, sisi tutashika mikono kwa ajili ya kumlinda, na hivi tutaweza kumuona Sayyidina alayhi salatu wasallam vizuri. Na lengo lilikuwa kumlinda na vile vile kumuona Sayyidina alayhi salatu wasallam. Asubuhi baada ya sala ya alfajiri, watu wote wakajumuika nje sokoni, na watu tulikuwa hatujui kwamba upande gani Sayyidina alayhi salatu wasallam atatoka na ataenda kwa ajili ya matembezi. Lakini watu walipokuwa wakisema kutoka sehemu yoyote kwamba Sayyidina alayhi salatu wasallam atatoka katika njia ile, watu walikuwa wakienda kukimbilia kule, na hali hii endelea kwa muda kidogo. Hatimaye tukajua kwamba upande wa kaskazini Sayyidina alayhi salatu wasallam atatoka na ataenda kwa ajili ya matembezi. Kwa hiyo tukajikaza na tukajitayarisha ili Hazur atakapotoka nje ya mlango, sisi tutashika mikono na tutamlinda, na hivi tutamuona vizuri. Tulikuwa katika hatua ya maandalizi, tukakuta kwamba Sayyidina alayhi wasallam anakuja na watu wengi sana. Kwa kuona watu wengi sana, basi tukavunjika moyo, na watu walikuwa wengi kiasi hiki kwamba hatukuweza kufika karibu na Sayyidina alayhi salatu wasalam. Na pale ilikuwa mti fulani, Sayyidina alayhi salam akasimama chini ya mti ule na akaanza kupeana mkono na watu. Mtu mmoja akatangaza kwamba kiti kiletwe kwa ajili ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Sayyidina alayhi salatu wasalam akasema, Mwenyezi Mungu alishaniambia kwamba watu watakuja kwa wingi sana kwako, lakini kuna ilham ya katika lugha ya Kipunjabi, tu akina tu thakina, yani usiogope wala usichoke kwa kuwaona watu wengi sana. Na kule alipata yeye pia nafasi ya kumuona Sayyidina alayhi salatu wasallam. Kisha Dr. Umar Din Saheb anasema kwamba mimi nilikuwa na hamu sana ya kupeana na Sayyidina alayhi salatu wasallam kiasi hiki kwamba mara kwa mara nilikuwa nikipeana mkono, lakini nilikuwa sishibi.
yani baadhi wakati nilikuwa nilisukumwa na watu, lakini nilikuwa nikipeana mkono na Sayyidina alayhi salatu wasalam, nilikuwa nikimsalimia mara kwa mara. Hadhrat Dr. Abdullah Saheb anasema kwamba nilipokuwa naelekea Qadian kutoka Batala, mtu mmoja mwanajumuiya kipofu pia mzee alikuwa pale, alikuwa anaelekea Qadian, na nilipanga gari ya farasi na nikamwambia uje katika gari hili kwa sababu nimepanga, lakini akasema mimi ninayo sumni 8, kwa hiyo nitaenda Qadian kwa kutumia nauli yangu. Yani yeye alimpatia offer kwamba uje ukae pamoja nasi, lakini akasema hapana, mimi nitatumia nauli yangu na nitaenda Qadian. Tukio hili linaonyesha ghaira, na alikuwa hapendi kuomba kwa watu wengine, na watu alikuwa na shauku sana ya kuja Qadian mara kwa mara. Yani ilikuwa ghaira ya yule mwanajumuiya kipofu. Na kitu kingine ilikuwa hii kwamba watu walikuwa wakifanya juhudi na walikuwa wakikusanya hela nauli kwa ajili ya kuja Qadian ili waweze kupata baraka ya Sayyidina alayhi salatu wasalam baada ya kuja Qadian. Hazrat Mia Chirag Din Saheb anasema kwamba Hakim Ahmad Din Saheb alipokuwa tayari kwenda Lahore kwa ajili ya kumuona Sayyidina alayhi salatu wasalam, nikamfanyia mzaha kwamba nikamfanyia mzaha, na akasema kwamba wewe ni mwenzetu na unanifanyia mzaha. Kwa kusikia hii nikaona haya na moyo wangu ukawa mpole. Mimi pia nikaenda pamoja naye, na wakati ule nilikuwa si mwanajumuiya, kwa hiyo nilimfanyia mzaha. Kwa hiyo alipofanyia mzaha na Hakim Saheb, basi Hakim Saheb aliposema maneno yale, mimi nikaona haya, kwa hiyo nikawa tayari kuenda pamoja naye kwa ajili ya kumuona Sayyidina alayhi salatu wasalam, lakini nilikuwa sina nia ya kufanya bayat. Yani nilienda pamoja naye, lakini nilikuwa sina nia kwamba nitafanya bayat. Tulipofika katika nyumba ya Khaja Kamaluddin Saheb, tukajua kwamba Sayyidina alayhi salatu wasalam hasikii vizuri. Watu wengi walikuja. Mtu fulani akamwambia Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba watu wengi wamejumuika na wanataka kukuona. Sayyidina alayhi salatu wasalam akatoa nje kichwa chake katika dirisha, na kwa kumuona Sayyidina alayhi salatu wasalam nikasema kwamba huyu hawezi kuwa muongo. Kwa hivyo mimi nikafanya bayat na nikajiunga na jumuiya. Mia Barakatullah Saheb na Mia Niaz Muhammad Saheb anasema kwamba 1905 wakati wa sala ya alasiri, tulipata taarifa kwa kupitia kadi iliyokuja katika posta kule Jalandhar kwamba Sayyidina alayhi salatu wasalam anaenda Delhi asubuhi 2:03 atapita karibu na station ya Bagwara. Chaudhry Feroz Khan Saheb akanipatia jukumu kwamba wewe ni kijana, uende sasa hivi na wafahamishe wanajumuiya wa Kiriam. Kwa hivyo mimi niliondoka baada ya swala ya al-Maghribi na nikafika kule Kiriam. Nilifahamisha wanajumuiya wa Kiriam na ndugu wengine walikuja pamoja nami. Kwa hivyo tulienda sisi sote na tulitembea maili 30 na tukafika station ya Bagwara, na Munshi Habibur Rahman Saheb alifanya mpango wa malazi kwa ajili wanajumuiya wote, na chakula pia alipanga yeye. Na ilipokuja wakati wa gari na gari ilipita, na tukajua kwamba tarehe ya kuja kwa Sayyidina alayhi salatu wasalam imebadilishwa, na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam hakuja na tarehe ile, na tarehe ya safari ilibadilishwa. Na kwa kusikia hii tulihuzunika sana, na sisi kwa sababu ya mapenzi usiku tulitembea sana na kwa shauku sana. Lakini sasa tulihuzunika kwamba wakati wa kurudi ilikuwa ngumu sana kwetu kurudi. Huzur anasema kwamba wao walipoona kwamba sasa Sayyidina alayhi salatu wasalam hakuja, basi walihuzunika sana na waliona ngumu kurudi. Kwa hivyo walipanga magari ya farasi, na kwa hiyo wakarudi kule kwao.
munshi mahbub alim saheb anasema kwamba इनका अहमद कबूल करने से पहले का वाकया huzur anasema hii inaonekana ni tukio la kabla ya kujiunga na jumuiya. Anasema mimi nilipokuwa mwanafunzi katika darasa la 8 nilikuwa ikifanyika mjadala sana ya hanafi na wahabi. Mimi nilikuwa hanafi, nikapata shauku kwamba niende katika msikiti wa wahabi. Kwa hivyo nikaenda katika msikiti wa chini awali. Nilipokaa pamoja nao nikajua kwamba wao hawasemi zaidi yaliyosema Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo mimi nikaelekea upande wa wahabi, na baadhi wakati katika mikutano ya wahabi walikuwa wakieleza kuhusu Sayyidina alayhi salatu wasallam kwamba yeye ni kafiri na madai yake ni kinyume na dini tukufu ya Islam. Ndio nikapata shauku ya kujua kuhusu Sayyidina alayhi salatu wasallam kuhusu. Kwa hiyo mtu mmoja Waliullah saheb alikuwa mwanajumuiya. Nilianza kwenda kwake na nikaanza kumuuliza yeye kuhusu Sayyidina alayhi salatu wasallam. Akaniambia kwamba nifanye istikhara. Kwa hiyo nikajifunza kwake jinsi ya kufanya istikhara na dua ya istikhara. Nikafanya istikhara. Kesho yake nilifanya istikhara na nililala saa 8. Nikaona ruya kwamba mtu mmoja amekuja na amesema ukae kwa heshima, kwamba kwako Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakuja. Na mimi pia nilisikia kwamba mtu anapanda gazini. Kwa hiyo nikakaa kwa heshima sana. Katika hali hii niliona kwamba mtu mmoja amevaa malazi meupe na akashika mkono wa Sayyidina alayhi salatu wasalam na akasema hadha rajul khalifatullah wasma watiyu. Kisha akarudi na Hazrat saheb akasimama mbele yangu na akaweka kidole chake kwa kifua changu na akasema katika lugha ya Kipunjabi, eho rab khalifa kita isnu madi jano, yani Mwenyezi Mungu amenifanyia kuwa mahadi, kwa hiyo mnitambue. Na vile vile alisoma shairi pia, na maana yake ilikuwa kama mimi ni mahadi. Asubuhi niliamka na badala kwenda shule nikaelekea Qadian, na gari ilichelewa. Kwa hivyo nikaenda msikitini karibu na stesheni wakati wa sala ya maghrib kwa ajili ya kusali sala. Watu wakaniuliza umekuja kutoka wapi na unaelekea wapi? Nikasema nimekuja kutoka Lahore na naelekea Qadian. Wakaanza kumtukana Sayyidina alayhi salatu wasallam na wakanizuia nisiende kule Qadian. Lakini nilipoeleza kwamba nataka kwenda kule, kwa hiyo wakanifukuza katika msikiti wao. Nikaja tena kituo cha basi, watu wengine wakanifuata na wakanizuia nisiende kule Qadian. Na wakasema ikiwa wewe ni mwanafunzi tunaweza kukupatia mwalimu mkubwa sana hapa, atakufundisha na vile vile tutapanga malazi yake na vile vile mambo mengine pia. Lakini nikasema kwamba mimi tayari nasoma huko katika mji wa Lahore, haina haja ya jambo hili. Kwa hiyo haina haja nisome hapa, nataka kwenda kule Qadian kwa ajili ya kumuona Hazrat saheb. Kwa hiyo wakaanza kunipinga, lakini sikujali. Kwa hivyo baada ya jioni nikaelekea kwa miguu kule Qadian. Ilikuwa giza tororo na ilikuwa nusu ya usiku na nilikuwa sijui njia ile. Kwa hiyo kwa kuona taa fulani kwa mbali nikafuata ile taa na nikaenda Masani. Kule swala ya Isha ilikuwa imeshaswaliwa na mtu mmoja tu alikuwa amekaa msikitini na alikuwa anafanya tasbihi. Yeye akaniuliza umetokea wapi na unaelekea wapi? Nikasema nimekuja kutoka Lahore na nataka kumuona Hazrat Mirza saheb, yani Sayyidina alayhi salatu wasalam. Akasema hii ni Masania, si Qadian. Qadian ni mbali sana kutoka hapa, ulale hapa, asubuhi uende kwa sababu njia si nzuri. Kwa hivyo nikalala kule msikitini. Saa 10 nilipoona mwezi umetoka, kwa hivyo
nikamwambia yule mtu kwamba nielekeze njia ya kwenda kadhian. Akanipeleka mpaka batala na akanielekeza njia ya kwenda kadhian. Kwa hivyo swala ya asubuhi niliswali njiani, na baada ya kuchomoza kwa mwezi nilifika kadhian. Nilipofika kadhian nikamuuliza mtu mmoja kwamba bade mirza sahib kubwa yuko wapi. Akanielekeza kwenye mtu mmoja kwa mirza nizamuddin kwamba yeye ni mirza sahib. Kwa kusikia hii nikaenda kwake, nikakuta kwamba mtu mmoja amekaa, baada ya kuoga amekaa kitandani na anavuta sigara. Kwa kuona hii nikachukia sana na nikapata huzuni kwamba nimepata tabu kuja hapa kadhian, na je nimekuja kwa ajili ya mtu huyu. Na nikarudi, na nilipokuwa narudi njiani nikakutana na Sheikh Hamad Ali Saheb. Akasema, wewe umetokea wapi na unataka kumwona nani? Nikasema kwamba nimeshamwona yule ambaye nilikuja kwa ajili ya kumwona, sasa narudi tena Lahore. Yeye akasema, je ulikuja kumwona Mirza Saheb? Ikiwa ulikuja kumwona Mirza Saheb, huyu si Mirza Saheb, huyu ni Nizamuddin. Basi Mirza Saheb ni mwingine, nitakuelekeza nyumbani kwake. Kwa kusikia hii moyo wangu ulipata utulivu. Hamad Ali Saheb akasema kwamba niandikie juu ya karatasi, nitapeleka katika ndani ya nyumba ya sinama la salatu wassalam. Kwa hiyo nikaandika kwamba mimi ni mwanafunzi, nimekuja kutoka Lahore, nataka kukuona, na siku hii ya leo nataka kurudi sinama la salatu wassalam. Akaniandikia, ukae katika nyumba ya wageni na ule chakula, na wakati wa swala ya dhuhuri tutakutana. Sasa hivi mimi naandika kitabu, yani sinama la salatu wassalam. Akasema, ninaandika kitabu fulani na madhumuni yake iko kichwani. Ikiwa nikitoka sasa hivi kwa ajili ya kukutana nawe, labda ile madhumuni nitasahau. Kwa hiyo usubiri mpaka swala ya dhuhuri. Lakini kwa kusikia jibu hili sikupata utulivu, nikaandika tena kwamba usiku mzima nimetembea na kwa tabu sana nimefika hapa na nataka kukuzuru, na kwa hivyo tafadhali unipatie nafasi ili nikuone. Kwa hiyo sinama la satsuma akamwambia maidadhi kwamba umwambie akae katika msikiti wa Mubarak, mimi nakuja kwa ajili ya kukutana naye. Nilikaa kama dakika 10 au 15, kisha maidadhi akaja na akaniita. Kwa hiyo sinama la salam pia alitoka nyumbani kwake na mimi pia nilielekea nyumbani kwake. Kwa mbali nilipomwona sinama la salam nikakumbuka ruya yangu na nikakumbuka yule mtu ambaye niliona katika ndoto. sinama la salam alikuwa yule sinama la salam alikuwa ameshika bakora na alikuwa amevaa kilemba na alikuwa sawasawa na yule mtu ambaye niliona katika ndoto. Na kwa kupitia maidadhi nilipata taarifa kwamba sinama la salam amevua nguo zake na amekaa nyumbani. Kwa hivyo kwa sababu Mwenyezi Mungu alitaka kunionyesha ruya yangu, kwa hivyo sinama la salam alivaa mavazi yale niliona katika ndoto. Mimi nilipoelekea kwa sinama la salam nilikutana na sinama la salam katika chumba chenye duara. Kwa kumwona sinama la salam nikamtambua mara moja kwamba huyo ni yule ambaye niliona katika ndoto. Kwa hivyo nikambatania na sinama la salam na nikaanza kulia sana, na sikumbuki kulia kwangu ilikuja kutoka wapi, lakini niliendelea kulia kwa muda mrefu. Lakini sinama la salam aliendelea kusema kwamba fanya subra. Nilipotulia kidogo na nilipopata fahamu, sinama la salam akaniuliza umetokea wapi. Nikasema nimekuja kutoka Lahore. Na amesema kwa nini umekuja? Nikasema nimekuja kwa ajili ya kukuona. Huzur akasema, je umekuja kwa ajili ya kazi fulani? Nikasema hapana, nilikuja kwa ajili ya kukuona tu. sinama la salam akasema, watu wengine wanakuja kwa ajili ya maombi. Je wewe pia umepata shida yoyote na umekuja kwa ajili ya maombi? Nikasema hapana, sina shida yoyote, bali nimekuja kwa ajili ya kukuona. sinama la salam akasema kwamba uwe na baraka, kwa sababu kuja hivi kwa ajili ya kumuona nabii wa Mwenyezi Mungu ni kazi yenye baraka.
na sinam alah salatu wassalam aliwahi kuandika kwamba watu wengine wananijia kwa ajili ya maombi, lakini niliposema sikuja kwa ajili ya maombi bali nia yangu, lengo langu lilikuwa ni kuone. Kwa hiyo sinam alah salatu wassalam alisema uwe na baraka. Hadrat Ghulam Hussain Saheb Muhajir anasema kwamba sisi tuliporudi kwetu kijijini chetu kutoka Kadhian, baada ya miezi miwili tukapata hamu tena ya kwenda Kadhian, lakini tulikuwa hatuna nauli, lakini tulikuwa tukisema hata kama tunaenda kwa miguu lazima tutaenda. Nilikuwa na rupia 2, nikaja Jehlam kwa miguu na nikaona niende kwa miguu huko mbele pia. Na nilipopita karibu na daraja la Jehlam nilikutana na wanapolisi na walikuwa na farasi. Nikawaambia munipatie farasi moja, lakini wao wakasema wewe ni mwenyeji wa Gujarat, tunaona utatuibia farasi yetu, kwa hiyo hatuwezi kukupatia. Lakini nikawaambia mimi si mwenyeji wa Gujarat bali mimi nilikuja kutoka Jehlam, na wakakataa. Lakini niliendelea kutembea nao kwa sababu walikuwa wanasafiri usiku na walikuwa wanapolisi wawili. Walipofika Mrale mimi pia nikaweka malazi yangu kule kule, na mtu mmoja akasema kwa nini unatufuata? Mtu mmoja miongoni mwao alikuwa Kalasinga, na walipoanza safari tena mimi pia nikawafuata. Yule Kalasinga akasema kwamba sisi tunaogopa kwamba tukikupatia farasi huenda utatuibia. Lakini yule Kalasinga akasema inaonekana huyu ni mtu mwema, basi mpatie farasi. Wakanipatia farasi. Kwa hiyo maili 3 nilipanda juu ya farasi na tukafika Wazirabad, na wao walinipatia chakula na chakula cha usiku pia wao walinipatia. Usiku saa 7 tukawa tayari kwenda na wakanipatia farasi. Kesho yake tulikaa Murid ke na walinipatia chakula, na tena usiku tukaondoka na asubuhi tulifika Lahore. Na hii ilikuwa safari ya maili 100 wa maili 150. Kwa hiyo kutoka Lahore wao wakaniacha, na kutoka Lahore gari ilikuwa inaenda, kwa hiyo gari ilichelewa. Kwa hiyo nikaona siwezi kusubiri masaa 3, kwa hiyo nikaanza kutembea kwa miguu. Baada ya saa 1:30 nikafika Jallo. Nilipouliza kule kuhusu gari wakasema gari itaenda saa 6 kasorobo. Kwa hiyo nikaenda kutembea tena, na huko mbele nilipofika stesheni nikaambiwa kwamba gari ni baada ya saa 1:15 itaondoka. Kwa hiyo nikaenda kutembea kwa miguu, na huko mbele nilipokwenda stesheni niliambiwa gari imeshaondoka na gari ingine itakuja saa 12 au saa 1 usiku. Kwa hiyo usiku nikalala kwa mtu mmoja kule. Asubuhi nilipanda gari na nikafika Batala, na kutoka Batala nilienda Kadhian kwa miguu, na asubuhi nilikutana na Sinam alayhi salatu wasalam. Nilikaa siku kama 4 au 5 kule. Baadaye niliomba ruhusa na nikasema kwamba tulipokuwa watoto tulikuwa tukisema kwamba Imam Mahdi atakapokuja basi utujalie tuwe wanapolisi. Katika safari hii Mwenyezi Mungu alinijalia na tukawa nilikuwa kama ni safari na nilitembea kwa miguu. Kwa kusikia mambo haya yote na mazungumzo yangu, Sinam alayhi salam alisema umefanya juhudi sana, umekuja hapa. Na kisha akasema je, unajua kazi yoyote? Nikasema sina kazi nyingine, sijui kazi yoyote isipokuwa kutengeneza chapati, lakini si mjuzi. Sinam alayhi salam akasema uandikishe jina lako, wakati tukikuhitaji tutakuita. Kwa hiyo nikaandikisha jina langu kule katika orodha. Hazur anasema kwamba haya ni matukio ya maswahaba wa Sinam alayhi salam ambao walikuwa na shauku sana ya kukutana naye na walikuwa shauku sana ya kumuona. Kwa ajili ya hii walikuwa wakipata mateso ya kila aina, lakini matatizo haya yalikuwa hayana maana, hayana thamani mbele ya baraka waliopata kwa Sinam alayhi salam. Mwenyezi Mungu atujalie kila mmoja wetu kwa kusikia matukio haya
yasione ladha tu ya matukio haya, bali matukio haya yaweze kuongeza imani yetu pia. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.